Asanti, ni mimi Senator wa Embu County, Alexander Mwinyi Mundigi. Wiki jana kulikuwa na mipangilio ya rais wa Kenya ambaye ni William Ruto, akiwa ndiye anaongoza Kenya Kwanza na pia Azimio wakiwa wanaungana pamoja. Mimi nikiwa Senator wa Embu County, ningeomba sisi tuungane pamoja tuwe kama hiyo ndio dawa ya kuleta sisi pamoja kaunti ya 47. Ndio tuweze kupata maendeleo ambaye agenda yetu kama nikiwa senator ni mambo ya maji ya irrigation, ni mambo ya barabara, ni mambo ya afya na pia mambo ya elimu. Tutaweza kuendelea mbele bila tukiwa na amani. Mimi nikiwa senator wa Embu County naunga mkono. Kwa sababu tunajua miaka iliyopita miaka 2 kumekuwa na shida hapa na pale. Wakati former deputy president alitimuliwa, pia rais wa Kenya akaona ni vizuri watu wa Mount Kenya awapatie deputy mwingine ambaye ni Professor Abraham Kithure, na pia akifikiria ataleta umoja. Na vutakufanya hiyo kazi yote, kukawa sisi Mount Kenya nikawa tuko na shinda. Hapo akaleta ile rais wa zamani ambaye ni Uhuru Kenyatta, akaleta cabinet secretaries na watu wengine akawapatia viti kutoka kwa hii mlima. Kukawa hiyo vita haikuisha. Na sasa kumeonekana yeye anataka kuongoza vizuri, akaona ni vizuri Raila mwenyewe tumsaidie tukiwa tumeomba pamoja. Aweze kuwa mtu wa AU, aweze kuwa na kiti kingine, na akiwa Raila hakuweza kuwa mshindi. Wakati alirudi wale watu, kuna watu walikuwa wanamtakia mabaya, na hawa ndio walikuwa mstari wa kwanza ambaye wako mlengo ile wale watu wataki kuungana pamoja serikali, walikuwa naomba asipite. Na wakati alirudi wakaanza kungangana na yeye aweze kurudi upande ule mwingine awe kwa opposition, ndio waweze kusema ndio candidate wao wa 2027. Kwa hiyo naunga mkono kwa rais wetu wa Kenya. Aliona ni vizuri pia aunganishe sisi pamoja. Kuna kitu inaitwa Nandi report, tuweze kuunganisha tuone kama kutakuwa na kiti moja ambaye ile ambaye ni Raila ataweza kupatiwa. Kama atapatiwa hiyo, kuna mambo mingi, viti nyingi, lakini kitu ya kwanza sio mambo ya viti, ni mambo ya kuunganisha Kenya. Ndio hii miaka imebakia, ndio tuweze kupandisha economy yetu ya Kenya. Kwa hiyo mimi ikiwa senator wa Embu County, mimi naunga hiyo mkono. Kwa sababu tukifanya hivyo, ile kitu nataka niambie watu wa Kenya, njia ni mbili. Kuna njia ambaye ya Mbalindi na njia ambaye iko na Njoto. Sisi ningeomba tukae kwa serikali, kwa sababu kwenda kwa opposition hakuna kitu, lakini tuikaa kwa serikali. Tunajua nikiambia watu wa Embu, mambo ya pesa inakujanga na county government, na pia kuna singine hata kama governor na MPs wanapatiwa pesa. Kuna pesa wale wako kwa serikali wanalete pesa zingine. Kama ile rais wa Kenya amejaribu kuleta kama katika mahali tuko Mbere South, kutoka PI kwenda Karaba, kwenda Makema, kwenda Mashanga amepeana 1 million, na saa hii imefanywa procurement. Pia kutoka Kiritiri kwenda Kiambere 48 kilometers amesema ataweka lami kilomita 10, na kilomita 10 kama kilomita moja ni about 6 million. Hiyo ni about 600 million. Pia serikali ya national government, ndio mimi nasema tuunge serikali mkono, kutoka Kamburu kwenda Kiritiri 700 million ya maji ya irrigation. Pia ningeomba watu sikie serikali, kwa sababu ya Kiritiri Health Center katika ile majadiliano yetu tunapush serikali tuone kama tutajengewa hospitali, hata kama pesa ya hospitali inatoka kwa county government kutoka kwa zile pesa, lakini serikali kuna pesa zingine ikitaka itatulinovetia ile hospitali na itatengeneza kila kitu na tutaserekea hiyo hospitali na ile mambo mengine. Kwa hiyo ningeomba watu wa Embu tuungane pamoja, tusikilie serikali ya muungano, na hapo ndio kuko na keki na kuko na matunda mazuri.
ambayo tunaongea juu yake kutoka sasa. Mwenye kusoma theology karibu. Bwana sifiwe. Nitasoma eulogy ya nitasoma na Kizungu utaweza kusoma. Niseta Muruga Ngare, Gladys Mwendia Ngare. The late Timina was a sister to the late Festus Kabangi, Jane Diga, Irene Diga, Lucy Samo Nyaga, Eunice Ikamba, Alex Murioki, Jamlik Mbogo, Reverend Florence Joki, Monica Wanjiro, and Pius Guru Matoya, where she did bookkeeping church. The late Timina Mudhoni Runje was baptized at ACK Nyangwa, currently union on 8th of September 1996 and remains such till her demise. She participated in the Mothers Union in a famous song. She installed the same on her children. Her spiritual mentorship is evident among her children and the community at large.